ishi na vile walivyo, kwa sababu haifai. Wanataka kuona ushuhuda wako, wanataka kujua mambo yako, wanataka kuona hali zako ni tofauti na wao. Wakuamini wamjue Kristo aliyemo ndani yako kwamba ni Kristo sawasawa. Jina Bwana na libarikiwe sana. Haleluya. Ndio maana karudi akasema ule mstari wa mwisho tuliousoma kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu, nuru na iangaze, watu wote wayaone matendo yenu, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo ili waweze kumtukuza Mungu, ili waweze kumtukuza, ni vile utakavyokuwa na ushuhuda mzuri kwenye maisha yao, ya kwamba ushuhuda wako unasomeka vizuri, unasomeka sawasawa, lile kusudi ambalo Mungu alilikusudia linatimia katika maisha yako. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 6 mstari wa 6. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 6 na mstari wa 6. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 6. Tusomee aliyefika. Naam. Kuna vitu ambavyo nataka kuvielezea kwamba maisha yaliyo na pendo la ndani, pendo la Mungu, pendo halisi na furaha ya kiungu yanakuwa na utofauti na maisha ya mtu ambaye hajamwamini Kristo Yesu. Kwanza ni maisha yenye kuridhika, ni maisha yaliyojaa utauwa, ni maisha yanayopenda haki, ni maisha yaliyojaa upendo, ni maisha yaliyojaa furaha, maisha ya mtu wa Mungu ambaye hakika yake tunamtaka kumuona kuwa ni mwenye ushuhuda. Tusomee Timotheo 1:6 na mstari wa 6. Naam. Walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Watu wasiomjua Mungu huwa ni watu wasioridhika katika maisha yao. Ni watu waliojaa tamaa na vitu vya kidunia. Ni watu ambao wasioridhika na mambo ya maisha haya. Lakini watu wa Mungu katika utauwa unahitaji kuwa ni mwenye kuridhika katika mambo yale yaliyoko kwenye maisha yako, yale unayokabiliana nayo, hata katika masuala ya kiuchumi, kwamba unaweza kuwa unauridhika na hali ulionayo, kwa maana Mungu wa mbingu na nchi ni Mungu wa kukuinua kutoka mahali hapo kwenda mahali pengine, sio kuwaka tamaa kwa habari ya mapato, kuwaka tamaa kwa habari ya fedha. Fedha ni jawabu la mambo yote, na fedha ni chanzo cha mabaya ya kila namna duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watu wengi kwa sababu ya kuipenda fedha wamemwasi Mungu, wamemwacha Mungu. Hawaridhiki na pesa walizonazo, hata kama ni ndogo ndogo. Hawaridhiki. Wengine hata wametengeneza maisha mengine ziada ya maisha yao kwa sababu ya kutokuridhika. Yanawapelekea kupoteza ushuhuda ambao Mungu aliutaka uonekane kwenye maisha yao. Ni jambo la ajabu sana kuonekana una vitabia ambavyo havifai, vitabia vya watu wa dunia, na wewe ni mtu si wa dunia. Haipendezi mbele za Mungu. Kristo Yesu anataka kila mmoja aweze kuwa na ushuhuda. Madamu ulimwamini Yesu, madamu ulimkiri, madamu umemfuata, basi fuata kanuni zake, kwamba maisha yako yawe ni yenye ushuhuda katika hali yoyote. Uwe kwenye gharika, uwe kwenye pasipo na gharika. Katika kitabu cha Isaya anasema, tujapopita katika njia ile hatutapotea, tujapoonekana kuwa wajinga lakini hatutapotea. Haleluya. Acha watu wakuite kama mjinga, lakini unafanya kitu cha kimaana, kitu ambacho kinamfurahisha Mungu, hiyo itakufurahisha. Haleluya. Jina Bwana na libarikiwe sana. Jina Bwana na libarikiwe sana. Usiweke tamaa kiwango cha kuchukua hata vitu mali zisizo zako kutaka kujimilikisha. Ni uadui kumhusu Mungu katika tabia ya namna hiyo, kwamba kitu sio chako lakini unataka kukichukua ukifanye kuwa cha kwako. Wewe unakaa na majirani, sufuria kasahau, unataka kulichukua na kulitia alama nyingine kwamba hii ndio alama yako, wakati yeye alishaiwekea alama anayoijua. Siku atakapoiona atakwambia hii alama ni ya kwangu, na wewe utaanza kujitetea, na mimi alama yangu hii. Wewe umechukua sufuria sio ya kwako, chombo kisicho cha kwako. Tamaa mbaya inakufanya upoteze ushuhuda katika Kristo Yesu. Mtu unapoteza mwelekeo hata kwa kijiko. Unapoteza mwelekeo hata kwa kijiko tu cha kununua shilingi 1000 dukani, ukawa nacho nyumbani kwako, unakichukua kisicho chako, madamu umeona kama kakisahau anakooshea.
Ni aibu sana kwa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji kutengeneza maisha yenye ushuhuda ili wasioamini wapate kuamini kutokana na ushuhuda wetu unavyojenga tabia ya kumtambulisha Kristo kwenye maisha yetu. Jina Bwana libarikiwe sana. Jina Bwana libarikiwe sana. Tusifanane na watu wa mataifa katika tabia zao za huko nje. Biblia inasema huko nje kuna dubu, huko nje kuna mbwa mwitu, lakini ndani kunapaswa kuwa na kondoo. Sasa kondoo anapokuwa ameonekana kuwa na ngozi ya mbwa mwitu, ni hasara mno katika Kristo Yesu. Tusifanane na watu wa dunia, tufanane na yeye aliyetuita na tuishi katika matendo hayo, ili tuweze kumzalia Mungu utukufu, tuweze kumzalia Mungu heshima. Jina Bwana libarikiwe. Mstari wa 7 wa kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza sura ya 6, mstari wa 7 mpaka mstari wa 10, alafu baadaye tutasoma mstari wa 11 hadi 16 na baadaye 17 hadi 19. Tusomee mstari kwanza mitatu, mstari wa 7 hadi wa 10. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 7. Biblia inasema, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakaokuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Natosha. Sasa unaona kwamba vitu hivi ambavyo Kristo Yesu anaviagiza kupitia mtumishi wake Timotheo, anavielezea juu ya kanisa, na kanisa la leo tunahitaji kufahamu hivi. Tamaa inamponza mwanadamu kutoka kwenye sura ya kuwa na Mungu na kuwa na sura ya kidunia. Leo hii mtu anasikika kabisa ni mpendwa, eti kanyakua nguo ya mtu kwenye kamba kapeleka nyumbani kwake. Alafu ni mpendwa, kanyakua nguo ya mtu. Na bahati mbaya mwingine hata sio kunyakua tu, kaazimu alafu kajimilikisha jumla. Naleta ushuhuda mbaya. Na haya ndio yanayopelekea hata vitu vya kanisani vinapotea. Hata kitabu cha nyimbo za tenzi mtu anachukua anajimilikisha nyumbani kwake wakati anajua hakukinunua. Mtu kasahau kanisani, yeye anajimilikisha anapeleka nyumbani kwake, kwamba Bwana ataniona nitakapokuwa naimba nyumbani. Bwana hawezi kukuona katika hizo nyimbo utakazokuwa unaimba kwa kitabu ulichoimba. Na wengine wameenda mbali sana, hata Biblia ukisahau kanisani anabeba. Unaanza kujiuliza, sasa Biblia itapoteaje kanisani? Hivi kuna watu waliotoka Saudi Arabia wamekuja kuimba? Kuna Boko Haram waliokuja kuimba? Kuna maharamia gani wamekuja kanisani wakaimba? Kumbe ni hao walio ambao vinywa vyao vinalitaja jina la Bwana. Tuko nao lakini sio. Ni jambo la aibu, ni la aibu mno kuonekana unakaa kanisani kwenye kiti cha kitakatifu halafu unaenda kufanya vitu vichafu. Unakaa kwenye ibada takatifu halafu unaenda kufanya uchafu. Ni jambo la aibu mno. Jambo la aibu mno. Na wengine bila haya unaondoka kanisani unaenda kutafuta mabwana wengine nje. Na roho ya uzinzi imetawala kupita kawaida. Imetawala maeneo mengi. Hujaolewa unafanya uzinzi, hujaoa unafanya uzinzi, umeolewa unafanya unachepuka, umeoa unachepuka. Hizo zote ni roho za kuzimu zinazokuandama wewe. Unapoteza mwelekeo kwa sababu ya vitu vya tamaa.
Biblia inasema asiyeweza kujizuia amekufa ingawa yu hai. Kwa hiyo tunakuona huko kanisani, kumbe wewe ni marehemu. Umekufa, umeoza. Unaishi maisha ya kipagani, maisha yasiyofaa. Alafu unasema huko kanisani. Kanisani usitafute jina na kuja kuzikwa. Hapana. Na kama kungelikuwa na CCTV kamera ya kutafuta tabia za rohoni, tungezifunga kwenye kila mshirika unaishi nayo, unatembea nayo, CCTV ya kiroho, na kufungia tu, nafungia tu, nagusa, alafu naondoka. Wewe ni mshirika unagusa CCTV kamera, unagusa kidole chako, kikishagusa basi kokote utakako kwenda kitakuwa kinasoma tabia zako. Alafu ofisini tunakuwa tunaziona. Hapo wengi do ingejulikana. Lakini Bwana tupe kujua mambo yako. Na tunamuomba sana malaika atusaidie wote kuibua uchafu wote unaoendelea kwenye maisha yako. Bwana alifanya vitu vikubwa sana nyakati zile, na afanye na sasa. Nisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5. Mambo makubwa ambayo Bwana aliyafanya siku ile. Anania na Safira wamesema uongo, alafu siku hiyo ikatokea majibu ya papo kwa papo. Umetenda uovu, papo kwa papo unakufa. Papo kwa papo, hakuna mjadala. Hakuna cha kusema unajua, ulete ushahidi, uliniona wapi mimi, unajua. Ukibanwa sana unaanza kusema lakini unajua mimi sijiwezi, ndio maana huwa nafanyaga hayo. Sasa kama hujiwezi, siwende kwa wasiojiweza, ukaishi nao hao, uandikwe kwenye kitabu chao huko, maana vitabu vyao vipo. Ibada zao wanafanyia mtaa wa fisi na mtaa wa simba, ndio ibada zao ziko huko, wanafanyia huko. Na ukajisajili huko, ujulikane ni mwanachama huko, wakakujue kwamba wewe ndio ni mwenzako, ni mwenzao, kuliko unajichanganya katikati ya wasio fanana na wewe, alafu nao unataka kujifanya unafanana na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mstari wa 11 mpaka mstari wa 16. 11 mpaka 16. Ngoja nikusaidie kusoma. Biblia inasema, bali wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi na upole. Piga vita vile vizuri vya imani, shika uzima ule wa milele ulioitiwa, ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi, na kuagiza mbele za Mungu anayenihifadhi hai vitu vyote, na mbele za Kristo Yesu aliyeyaungama maungamo mazuri yale mbele ya Pontio Pilato, kwamba ilinde amri hii pasipo mawaa, pasipo lawama, hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Haya ndiyo Paulo na mtumishi Timotheo anayazungumza, na leo ndiyo ninayozungumza na wewe. Lazima uangalie na ukumbuke siku ile ulipoungama, siku ile ulipomkiri Yesu, ile roho uliyokuwa nayo, ile nguvu na shauku uliyokuja nayo, ile uitafakari, utembee katika hiyo, uishi katika hiyo, uendelee katika hiyo, uvipige vita vya imani vilivyo vizuri. Haleluya. Ili mashindano yako yawe salama kwenye maisha yako. Maisha yako yatakuwa salama mbele za Kristo Yesu ukiyashindania hayo. Shindania utauwa, shindania haki, shindania upendo, shindania tumaini. Vitu hivyo ndivyo mstari wa mbele kwenye maisha ya Mkristo. Usifanane na dunia, uwe na ushuhuda. Haleluya. Amen. Usifanane na hao.
Fanana na yeye aliyekuita. Amen. Fanana na yeye aliyekuita. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Amen. Jina Bwana libarikiwe sana. Amen. Mstari wa 17 akasema, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune, wala wasitumainie utajiri wao usio yakini, bali wamtumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. Watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba kwa msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Watu wengine wakipata kafedha kidogo, bado hawajafika hata kwenye utajiri. Yaani bado hajafika kwenye utajiri, kasha relax, kashamaliza hapo, kashaona kila kitu ni cha kwake, mbingu kashamaliza, ndani kila kitu kamaliza. Yaani hata ushirika na wengine hamna, urafiki na watu wengine hamna. Na mwingine anaanza kufikiria hata kusali kwenye kanisa la maturubai, kanisa la mabati, kanisa la sakafu la vumbi, na unaona ni uchafu kabisa. Ngoja nikatafute kanisa linalolingana na hadhi yangu. Mali yako mshirikishe Mungu katika mali zako. Amen. Anasema matajiri walio na ufahamu wa Mungu wautumie utajiri wao kumtumikia Mungu, wautumie utajiri wao kumtolea Mungu, washirikiane na wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani mtu hujawahi kumiliki milioni moja, leo unamiliki milioni moja, unataka kutambia watu, kukanyaga watu, kuwajibu watu majibu ya mkato, kwa sababu tayari umeanza kuona unazo. Kumbe hujui. Sawa, umetoka kuuza mchicha, sasa hivi umemiliki hiyo pesa. Na hao nao wajibu na wao wameanza kumiliki nini? Mchicha kama wewe ulivyoanza, na wao watafika huko uliko. Tena Mungu alivyo mzuri, ukiwatambia watu kwa mali zako, huwa Mungu anaacha zisiendelee. Halafu wale unaowatambia anawaruhusu wakue. Wakisha kuwa, ulikuwa uko mbele yao na wewe unakuja kuwa nyuma yao. Utaomba na lift. Utaomba nani? Na lift. Acha madharau. Ndio maana kule chini mstari ule wa 10 anasema, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Sasa hapa ndipo anasema sasa hao matajiri Bwana anamwambia waagize, waambie, waonye, waelekeze, wafundishe matajiri wautumie utajiri wao kumuhusu Mungu, wasiutumie utajiri wao kuwakanyaga watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anawataka watu wote, matajiri kwa maskini, ili wote waweze kuwa mali yake sawa sawa. Mungu ni tajiri, anawataka watu wake wawe matajiri. Lakini muda ambao hujawa tajiri, anakutaka katika umaskini wako ili baadaye akutajirishe, kwa sababu Kristo alifanyika laana akawa maskini kwa ajili ya kutufanya sisi kuwa matajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo upasi kujivuna, na wewe maskini upasi kujidharau, bali unahitaji kujitambua kwamba ninakwenda mahali ambako Mungu ananitaka niende. Jina Bwana alibarikiwe sana. Utambue hivyo kwamba huko unapokwenda ndiko Mungu anakotaka uende, lakini kule kwingine hakutaki uende, anataka utoke. Kusikofaa umaskini haufai. Niliwafundisha Jumatano na Jumapili iliyopita, nikazungumzia pia Mungu anapenda usafi wa ndani na nje. Tuko pamoja?
upite katikati ya watu, anza kujitengenezea maisha ya kuwa kama simba, ya kuwa kama mfalme. Haleluya, tembea kifalme. Unapotembea kifalme unaanza kuyaiga maisha ya kifalme. Ulikuwa hujui kuoga maji ndoo nzima, anza kujifunza kuoga maji ndoo nzima. Maana kuna wengine wanaoga bakuli moja, anasema ameoga. Tuko pamoja. Na Mpanda ukioga jagi, wewe ni mvivu wa kuoga, kwa sababu Mpanda kuna maji. Sio kama Dodoma kule Singida, wapi maji ni ya shida. Japo kwa sasa neema imeanza kutokea kubwa ya visima kuchimbwa na mabomba kwenda. Nyakati zile maji yanapatikana kwenye bomba moja la kata upepo. Likiwa moja hapa, lingine linakuwa starike. Mama akienda kutafuta maji anaamka saa 10, atarudi saa 6 mchana. Tena anakuja na ndoo hii moja. Kwa maji kuoga ni kupimiana. Jagi moja unaoga leo, utarudia kuoga kesho kutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa watu wa Mpanda eti anatembea katikati ya watu ananuka harufu. Vipi kabisa. Kwanza uchafu ni dhambi. Kwa uchafu ni dhambi. Yaani kutembea unanuka kikwapa ni dhambi. Unatakiwa kuoga kila siku. Kila siku uoge. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuoga kila. Na hapa kanisani asiwepo asiyeoga kila siku. Haleluya. Wamama wakagueni waume zenu. Haleluya. Wakagueni waume zenu wanaoga. Kama unaona nguvu mlazimishe. Na wamama nao muangalie na wanawake. Kuna wengine wana brush, wanapiga passport. Akienda kuoga anapiga passport. Yaani ni usoni, miguu imetosha. Passport. Wanasema ameoga, kumbe hamna. Mchafu. Mchafu. Na mwanamke ukikaa bila kuoga kuanzia asubuhi mpaka jioni, wewe ni mchafu na mbaya kweli kweli. Yaani mwanamke unatakiwa kuoga kwanza asubuhi. Vyovyote vile. Na jioni unapaswa kuoga. Mwanamke anatakiwa kuoga mara ngapi? Mwanamke ukioga mara moja unakosea sana. Unatengeneza harufu mbaya. Hata nguo zingine mwanamke akivaa hata kama haijachafuka inatoa harufu kwa sababu haogagi. Ikianikwa ukipita karibu nayo inasikika harufu kwa sababu anaivaa huwa haogagi. Haleluya. Hivi mnanielewa? Uchafu nao haufai kwa watu wa Mungu. Mtembee wasafi. Hata kama una nguo moja, ifue kila siku basi. Kila siku unapotaka kwenda kuoga ifue. Asubuhi imekauka uvae. Tuko pamoja. Si unayo moja? Hii. Sasa usiseme mimi sina, halafu najifanya uoge. Hizo ulizo nazo zifanyie usafi kila wakati. Oga wewe msafi. Unakuwa kama katoto ka shule ya msingi. Watoto wakifika sekondari ndio wanaanza kuchangamka kujua kuoga kwa sababu kule ni neutral. Haleluya. Sekondari ni neutral. Kila mara. Halafu kanaanza kuona aibu kwa sababu kameanza kuwa kakubwa. Kanaanza kuona aibu wakikacheka wenzake, wewe mchafu na wewe. Kanaanza kuona aibu. Ila kakiwa shule ya msingi mpaka kachapwe. Kanaweza kakaenda shule kakarudi, akajaoga, kakaenda kakarudi. Usipo kavizia na kesho kataenda shule hakajaoga, narudi kakipitisha maji usoni pia basi unajua tayari maisha yameenda. Sasa na watu wazima nao waliokulia hayo wanarudi tena wengine kwenye ndoa. Sasa mtu kama huyu uingie chumbani kwake, chumba chote ni harufu chafu.
harufu mbaya unasikia, unaingia kosa siku ya ugue, alafu hakuna mtu, wote mwito uko chumbani. Hata maombi yatashindikana kuombwa, utaomba umefumba pua, sijui hali mbaya, lakini mtu mzima. Uchafu kupita kawaida, mchafu unapita, mtu mzima unapita katikati ya watu mchafu, natoa harufu. Kwa nini? Kwa nini? Sasa kama harufu ya mwilini, rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hebu tuwe watu wenye ushuhuda. Hata ukipita mahali waseme hivi, yule mtu ni mbunge au ni nani? Zamani walikuwa wanatumia lugha, mtu akiokoka wanamtajaga kama mwalimu, kwa sababu walikuwa wanajua mwalimu ndiye anayevaa vizuri, mwalimu ndiye mtanashati, mwalimu ndiye nani. Kwa hiyo wanamuita mwalimu. Mtu kaokoka hivi, yule naye atakuwa mwalimu kumbe ameokoka. Haleluya. Umefahaje? Umeokoka. Haleluya. Sasa unapita kila mara utafikiri fanana na Kristo. Haleluya. Fanana na Kristo. Hivyo hivyo na mavazi hivyo hivyo yafanane na Kristo. Si unakwenda ovyo ovyo, unaishi ovyo ovyo, unavaa ovyo ovyo, uvaa. Yani wauzaji wanauza kuanzia robo ya mita ya kitambaa, na wewe badala ya ukate mita 3 unakata nusu mita. Hii inanielea kabisa. Alafu kuangalia ni kipisi kiko hapo, unashona unavaa. Hata kama umekisafisha kiko safi, lakini kimeshakuwa kibaya kwa sababu ya mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo nao ni uchafu wa rohoni. Huo nao ni uchafu wa wapi? Rohoni. Mpaka umetokeza na nje. Yaani uchafu wa rohoni unatokeza wapi? Nje. Na uchafu wa rohoni unaanzia kwenye akili. Hebu weka kidole hapa, panahitajika kupona. Kila mmoja hapa, ngome. Haleluya. Wapi? Paulo anasema ngome, kwenye ngome zinahitajika kuvunjwa. Kuna ngome mbaya huko ndani, kuna ngome mbaya zinataka ya dunia, zinapenda kila fashion ikija zenyewe zinataka kudaka kila kilichotokea kwenye mtandao safi. Mtu fulani kavaa ovyo na yenyewe avae. Yaani mtu eti kaonekana mtandaoni, katoka mpaka wamempa hela kwa sababu ametoka mrembo mzuri, na yeye anataka jitengeneze hivyo hivyo. Nguo ni kipisi, kiko blouse kipisi. Blouse kipisi imepita katikati ya ziwa, imekatisha hivi. Alafu kuna tundu huku, mabega yote kuanzia hapa yako wazi, mpaka huko mgongoni mpaka wazi. Mwanamke unapita katikati ya watu, mabega yote yako wapi? Hivi unaenda bafuni au unaenda sokoni? Nao ni uchafu, tena uchafu mkubwa wa kiroho. Haleluya. Katika maisha yenye ushuhuda tunapata kuwa na tabia zilizo njema. Tabia ya kwanza inahitaji uwe ni tabia njema, na tabia njema humtambulisha Kristo kwenye maisha yako. Tabia njema humtambulisha Kristo Yesu kwenye maisha yako. Uwe na lugha nzuri katikati ya watu wanaokuzunguka. Uwe na semi nzuri katikati ya wanaokuzunguka. Usiwe na lugha za kihuni. Usiwe na uongo. Ukimwambia kitu mtu kiwe ndicho kweli. Usiseme uongo. Usimshuhudie jirani yako uongo. Usiwe mtu wa sitaki nataka. Usiwe mtu nataka staki.
Uwe mtu nataka kweli, nataka. Uwe mtu sitaki kweli, sitaki. Katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 15. Lakini vile vile tabia ya mtu mwenye ushuhuda mzuri ni mtu wa uaminifu. Ni mtu mwaminifu. Ni mwaminifu kwenye maisha yake binafsi, kwenye familia yake, kwenye ndoa yake, kwenye biashara yake. Kila kitu ni mwaminifu. Huyu mtu ni mwenye ushuhuda. Mtu unashuhudiwa kwamba yule mtu ukimkopesha pesa ni mwaminifu sana na kurudishia. Yaani yule mtu kwa kweli ni mtu mzuri. Mpaka nasikianga hukumu kwamba kwa kweli ulimwazima pesa anajieleza mpaka unaona huruma kwamba kweli naona huyu kweli kakosa. Lakini mwingine umwazime ndio umeagana, hata salamu zinakoma. Anaanza kupita kule, anatokezea kule. Akikuona kule anakata njia nyingine. Kisa nini? Pesa. Kisa nini ulimwazima kitu? Si mwaminifu. Lakini tabia nyingine ni ya upendo. Unakuwa ni mtu mwenye upendo. Kuwa na upendo kwa watu wengine, usio na upendo wa ubaguzi. Pendaneni. Biblia, Paulo na Yesu Kristo wanaagiza pendaneni. Pendaneni. Upendo ustiri wingi wa dhambi. Mtu kimpenda utamwombea, akiwa na matatizo utamwombea, utamchukulia, akipata shida utamchukulia uzito wa matatizo alionayo, kumsaidia kuyabeba mbele za Mungu. Ukiwa na upendo naye hutamsengenya. Ukiwa na upendo naye hutamnungunikia, hutamlaumu, bali utampenda kwa kumwombea, kwa kumstahi, kwa kumtendea mema. Upendo hustiri wingi wa dhambi. Upendo hufunika yote. Upendo huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote. Upendo. Mwenye ushuhuda katika Kristo Yesu anakuwa na upendo, lakini vile vile anakuwa ni mtu mnyenyekevu. Ni mtu mnyenyekevu. Hapendi kukosea kwa habari ya Mungu, hapendi kumkosea mtu. Ni mtu aliye na unyenyekevu, anajua kuheshimu watu na kustahi watu. Anajua kuheshimu kazi za Mungu na mambo ya Mungu. Anajua kunyenyekea, anajua kujishusha, anajua anapokosea kionywa anajua kushuka. Huyu ni mtu mnyenyekevu mwenye kuwa na ushuhuda mzuri. Akionywa anajua kuonyeka. Si mtu wa papara na kujivuna na kujivunia hali aliyonayo. Kwamba mtu umeonywa katika jambo fulani, nifuatilia, mmeniona mimi ndio mkosaji tu, hamjamuona fulani, mimi tu ndio mmeniona. Huyu mtu hana ushuhuda. Ujue maisha yake si chochote katika Mungu, kwa sababu kwanza hataki kuonywa. Si mnyenyekevu. Akiguswa kwenye eneo lake anakuwa mkali kama pilipili. Ole wako uniguse, ole wako uniseme. Hivi hamjawaona wengine? Mmewaacha hao, mmenifuata mimi. Mmeniona mimi tu. Kutengeneza hataki. Wafilipi 2:15 tusome. Wafilipi 2:15 Biblia inasema, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu. Mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu. Wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi. Kati ya kizazi chenye ukaidi. Kilichopotoka. Ambao kati ya hao waonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Mmeonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Yaani mmeonekana kuwa kama nuru, mmeonekana kuwa kama chumvi. Ninyi kati ya msiwe na lawama wala udanganyifu. Msiwe na kwazo, msiwe na jambo lolote linalowashtaki. Msiwe na kitu chochote kinachowafanya muonekane si sawa. Unataka kuwa na ushuhuda, jengwa katika neno. Jengwa katika neno. Tengeneza maisha yenye ushuhuda mzuri kwa kuwa na mambo haya manne yafuatayo. Naenda kumalizia. Tengeneza ushuhuda kwa kuwa na mambo haya manne yafuatayo. Jambo la kwanza, ishi kwa neno la Mungu. Ishi kwa neno la Mungu. Penda neno la Mungu.
kusoma neno la Mungu katika siku zako za maisha yako. Usiwe mtu wa kufikiria kazi tu mwanzo hadi mwisho. Kila siku narudi umechoka nyumbani, unalala umechoka, lakini hujapata muda wa kusoma neno. Maisha yenye ushuhuda, tafuta kujengwa pia katika neno. Usipende neno wakati tu wa ibada, kwamba katika makusanyiko nitasikia neno la Mungu. Hapana, tafuta muda mwingine wa wewe kujisomea neno la Mungu. Neno la Mungu ni chakula. Yesu Kristo anasema kupitia mtumishi wa Mungu Yohana, anasema mimi ndimi chakula. Mimi Yesu ndiye chakula. Na chakula maana yake anilaye mimi hataona kiu, hataona njaa kamwe. Yesu ndiye chakula. Yesu ni neno la Mungu. Tulisome kila wakati. Lakini jambo la pili, ili uweze kuwa na ushuhuda, kuwa na tabia ya upendo. Penda watu wote. Usibague. Kanisani usijenge tabia ya kubagua. Kanisani usijenge tabia. Ukijenga tabia ya kubagua, maana yake wewe mwenyewe ni unakaa ubaguzi ndani. Unatafuta ndege anayefanana na wewe ili uke pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Jenga upendo, uwe na tabia njema ya upendo, kuwapenda watu wote. Wapende watu pasipo kuwahesabia jambo, pasipo kuwahesabia makosa. Tengeneza. Kristo Yesu alipotupenda tulikuwa ni wenye dhambi. Alitupenda hivyo tulivyokuwa, akatuvuta kwa pendo lake, na sisi tukawa wanawe. Nawe tengeneza mfumo wa kuwapenda watu, hata kama unawaona walikuwa wabaya wako, lakini wapende ili uwalete kwa Kristo Yesu. Wapende katika kuwajenga, wapende katika kuwafundisha, wapende katika kuambukiza kitu cha kimungu kwenye maisha yako. Jambo la tatu, ili uweze kuwa na ushuhuda, uwe mwenye uaminifu na haki. Uwe mwenye uaminifu na haki. Maisha yako yaweze kuwa na ushuhuda. Mwaminifu katika mambo ya Mungu, mwaminifu katika mambo yako binafsi, mwaminifu katika mambo ya watu wengine. Uwe mwaminifu. Ujulikane kwamba huyu mtu kweli ni mwaminifu. Leo hii mtu mpendwa kabisa unaazimwa jembe, alafu unajisahaulisha kwamba ulishaazimwa jembe. Wenyewe wakija kuliona, hili lilikuwa la kwangu, labda tu uchukue kwa kuwa kaliona. Labda tu uchukue, kumbe ulikuwa unataka kujihalalishia liwe la kwako. Jembe la kawaida, jembe shilingi 5,000. Tena jembe kipisi. Na lenyewe ubebe. Ni mwaminifu. Yaani unaachiwa kitu kidogo alafu unataka kujimilikisha. Kitu kidogo tu umeazimwa. Jimilikishe. Si sawa. Narudia tena, si sawa. Ili uwe na ushuhuda, uwe mwaminifu na uweze kutenda haki kwa watu wote. Tenda haki kwa watu wote. Mfano, unapokuwa na watoto, bahati mbaya sio uliowazaa, unawalea nyumbani kwako. Hapo ndipo kwenye kasheshe yamekuja maandazi, ununua maandazi. Wataka wakwako wale 4 wa yule mpe 1. Yeye anawatosha. Kaeni pale mnywe. Hawana yeye, kaeni hapa hapa. Tenda haki kwenye maisha yako. Waswahili wanasema muone mtoto wa mwenzio kama wa kwako. Haleluya. Muone mtoto wa mwenzio kama, hata kama hukumzaa, basi ameshakuwa kwenye familia yako. Muhesabu kama mwanafamilia wengine. Usianze kumbagua. Humjui hatima yake yeye ameandikiwa nini na Bwana huko mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Huwa ninajifunza katika familia ya Yakobo. Yakobo alikuwa na watoto 12. Wale watoto 12
walizaliwa kwa wanawake wangapi? Bi mdogo ndiye aliyepata mtoto Yusufu na Benjamin, tena watoto wa mwisho, bi mdogo. Lakini Mungu hakuangalia watoto wa bi mkubwa kwamba ndio wachague, alikachagua katoto ka bi mdogo, ndio kakakainua mama yake na mjomba. Hivi wewe ingekuwa akili yako wewe ndio umepewa kuwa Mungu, ungechagua yupi? Haleluya. Mungu asijue na upendeleo, akaenda kwa katoto ka bi mdogo, ndio akafanyaje? Halafu ndiko kalikokuwa kanachukiwa kuliko wote, mpaka kanatafutiwa staili za kuuawa, zinatengenezwa mipango, zinasukwa, vikao vinakaa, vinajadili. Makamanda 7 wanakaa, wanajadili. Kamoja akapo kamekaa pembeni, kako na Benjamin, lakini kikao cha watu 7 kinajadili habari ya mtu mmoja. Alafu yule mwingine wa 8 na yeye anapewa taarifa, anashiriki tu hivyo na yeye. Basi kwa kuwa mabwana mkubwa wameshasema hamna shida, lakini anakuwa anamwibia mwenzie siri. Bwana, mpango iliyoko huko bwana. Moto ujipange. Ambia sawa, mimi namjua Mungu wangu. Haleluya. Aliniokoa na dubu, ataniokoa na hawa. Aliniokoa na simba, ataniokoa na hawa. Lakini bado mimi nawapenda. Yeye aliendelea kuwapenda. Hata walipokuwa kule vitani, wamepelekwa kama makamanda wa vita, wako kule kwenye vita, yeye anasema, Baba, nipe nafasi nikawachungulie ndugu zangu huko vitani, wa hali gani? Sasa mwanangu, huko wewe vita hujajifunza. Wewe mwanangu, siku zote wewe unachunga mifugo. Hapo unaenda huko vitani mwanangu. Ni nini? Hapana, wale ni ndugu zangu, nikawaone. Kana kwenda na wivu wa Bwana. Kanafika pale, kanakuta Goliathi na watukana wale wana wa Israeli na Mungu. Sema, sasa hii ndio kero. Sasa mimi sikutaka. Mimi nimekuja kusalimia ndugu zangu na kutana na matusi. Haiwezekani. Wacha niende kwa mkuu wa kikosi. Hebu nipe nafasi na mimi angalau nikapambane na yule jamaa. Wewe kijana, wewe utaweza wapi? Nipe nafasi. Sikiliza, nipe nafasi. Mimi unavyoniona hivi, baba yangu analipa kuchunga mifugo. Huko kwenye mifugo niliwahi kukutana na dubu, nikamlalua. Ameshika kondoo, nikamnyang'anya kondoo na nikamlalua. Nimewahi kukutana na simba, nikapambana naye. Hivi unavyoniona hivi. Kwa hiyo nipe nafasi tu. Huyu Mfilisti huyu, mimi nitaenda kupigana naye kwa jina la Bwana. Haya, sasa chukua mavazi haya ya kijeshi. Vaa mabuti, magwanda hivi. Kutembea yakamshinda. Sema, haya acha.